Wanafahamika kama G5 Click, vijana walioamua kutangaza muziki wa Kitanzania kimataifa kupitia mtandao. Hiyo inatosha kuwapa sifa zote kuwa wanaikimbiza flavor. Kwani G5 Click ilianza lini na kwa nini ilianza? G5 Click ilianza about 5 years ago, miaka 5 kama iliyopita hivi. Na ika officially baada ya yani kama miaka miwili iliyopita hivi. Umeona? Lakini G5 Click ilianza kama for fun. Unajua tulianza ile school, unajua primary school tunakaa one street. Tukaanza kama utani kuweka kama picha kwenye web nini. Yaani tulikuwa tunatumia kwanza hizi blogs wanaziita at first. Inaitwa one side nini kama blogspot nini, tulianza kwanza serious. Tunasambaza ma CD mashuleni na nini. Lakini tukakaa na brother wetu fulani hivi anaitwa Chris. Akatuambia lakini nyinyi madogo mnaona kama issue mbona unaweza make money out of it. Unajua? Tukaona and how, tukakaa chini tukadiscuss terms zetu sasa tutakupiga hela na kupata maendeleo, unajua? Yeah. Kwa hiyo tulipokaa tukadiscuss na nini tukajua kabisa way forward. Ndio tukaamua kufanya serious hivi. Na nia na madhumuni ya kuanzisha G5 Click, cha kwanza kabisa tulikuwa tunataka tukuze muziki wa kibongo, bongo flavor umeona, wapate kusikika worldwide, wapate yani kujulikana, na sisi yaani mwisho wa siku sio wenyewe tunakuwa tuna gain out of it. Alafu ni kitu ambacho nadhani nikasema kwamba hakijafanyika hapa Tanzania kwa vijana wadogo kama sisi. Kwa hiyo tulikaa tukafikiria tuwete kitu gani cha tofauti ambacho hakijawahi kufanyika na vijana ambao kama sisi hatujawahi kufanya. Kwa hiyo tukaamua tukufungua kama hii social network na kupromote muziki wa kizazi kipya. Mpaka sasa hivi nadhani tumefika katika stage moja nzuri sana, kwa sababu muziki sasa hivi watu wanapenda kudownload kila siku nje. Yaani bongo flava mpata ku expand worldwide najua sasa hivi. Ni nini kikubwa ambacho Watanzania wanafaidi kutoka kwenu kama G5 Click? Kwanza kabisa wanafaidika na huduma za social network ambazo ni huduma za kawaida katika mitandao ya kimarafiki. Wanapata nafasi ya kuchat, wanapata nafasi ya kumake friends, wanapata nafasi ya kushare photos, wanapata nafasi ya kushare videos, also kusikiliza muziki ambayo inakuwa imewekwa katika website ambayo imekuwa imeuploadiwa na kampuni na ambayo inakuwa imeuploadiwa na watu wengine binafsi. Ukiacha muziki tunaitangaza mpaka Tanzania yenyewe. Umeona? Kuna stand up comedian dada fulani anaitwa Jen Godwin. Juzi alikuwa iko kwenye interview ya radio nje, akaongea about G5, akawa anashukuru kwa promotion ambayo anaipata kutoka G5, ameweza kupata fans kutoka Tanzania, ila at the end of the day unakuta hajui Tanzania iko wapi. Hivi utaratibu wenu na wasanii ukoje? Kwenye issue ya utaratibu na wasanii ina mtihani kidogo, kwa sababu sisi kama sisi unajua inakuwa vigumu kwa mtu ambaye yuko nje ya music business kuelewa music business ilivyo. Kabla sisi hatujajiingiza kwenye mambo ya kudeal na muziki kwa tunaona kama kitu bwana iko rahisi, unaweza kufanya hivi na hivi, inakuwa kama 1 2 3 alafu mambo yakaeleweka. Ila baada ya kujiingiza katika hapa issue na kufikia stage ya kwanza kudeal na wasanii, tunaona inakuwa ngumu kidogo, ina mtihani sana. Yaani wasanii ni watu wagumu sana kudeal nao, ingawa tunajitahidi jinsi tunavyoweza. Wengi hawaelewi mambo ya, unajua Tanzania still tuseme tuko nyuma bado kwenye masuala ya internet na nini na nini. Kwa wasanii wengi unakuta mtu mpaka uanze kumuelezea aje kukuelewa inakuwa vigumu, japokuwa unakuta yeye ndo anaweza kaeka kitu chake kwa hit hata kwenye web na watu wengi sana wakamtembelea, ila sasa yeye anashindwa kuelewa, unajua, kwa sababu tuko local internet, watu wakifikiria internet yenyewe watu wanalipia. Umeona? Nchi zetu huko ni free. Mfano mzuri kama kuna hii project mpya ya kuuza music online, muziki wa kizazi kipya. Bado hata kuelezea bado yani sema hajafunguka. Kuuza muziki wa msanii online hapo ni unamsaidia, ingawa ndio una benefit, ila unamsaidia msanii. Umeona? Anataka uanze kumuelezea kwa kiasi kikubwa. Sisi kama kampuni tumeingia gharama kufanya matangazo kwenye magazeti everywhere, kutafuta sponsors and all that. Ila at the end of the day unakuja kumuelezea mtu, bwana nataka niuze muziki wako online sio na nini, anataka uanze kumbembeleza, kumfuatilia kila siku, unampigia simu, bwana album yako sijui vipi, bwana labda tunaye tusaini mkataba kisha namna hiyo.
unakuta hata mwenyewe mtu ambaye unafanya unavunjika moyo, unajua unaona ile kama haina haja kuendelea na kitu. Kwa nini nimbembeleze mtu ambaye anataka kumsaidia? Na ndio maana kwa sasa hivi tunakuja na project yetu mpya ambayo inaitwa Online Artist Management, ambayo hii project ni mkusanyo wa matatizo yote ambayo tumeona tulipokuwa tuna deal na wasanii tangia mwanzo. Ni kuwa G5 kama G5 inaingia mkataba na msanii, mkataba ambao utaiwezesha G5 ku manage all online, all internet related issues za msanii. Kupitia mchango wenu kwenye huu muziki, mnadhani miaka 5 mbele muziki wa Bongo Flava utakuwa wapi? Itakuwa more big kama watu wakirespond fresh. Unajua, yani itakuwa kitu kimoja ambacho yani tutafanya kama wenzetu wa Uganda wanavyofanya, wenzetu wa US wanavyofanya. Unajua mtu kama tuseme let's talk about 50. Umeona mtu kama 50 anapokuwa rich sio tu kwa sababu ngoma yake kupigwa kwenye radio. Umeona? Au labda ngoma yake kupigwa kwenye TV. Sio hivyo. Ila yeye anakuwa rich kutokana na yeye ana benefit kutoka kwenye sehemu mbalimbali na sana kwenye mambo ya internet. Kwa watu wakifunguka tukafanya business fresh inakuwa poa kabisa. Mimi nadhani kama ni tushirikiane, tuwe kitu kimoja wasanii na sisi, kwa sababu sisi wenyewe bila wasanii vile vile hatuwezi kupiga hatua yoyote. Kwa hiyo nadhani ni tushirikiane kwa pamoja na wasanii wote. Unajua, tupeleke muziki kwenye level zingine kabisa. Iko ndo cha msingi zaidi kwamba wao pia wanaonyesha ushirikiano kubwa sana kwenye hili swala. Wasikilize wao. Vijana 20 za Town inawatakia kila la heri.